Ni Pugu pale ipo kaburi langu ambalo nategemea itaheshimiwa nisipe pale. Hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyezaliwa Agosti 5 mwaka 1944 katika kijiji cha Mwanze mkoani Rukwa. Alipewa daraja la upadre Juni 20 mwaka 1971 kabla ya kuendelea na masomo ya teolojia ya maadili katika Chuo Kikuu cha Kipapa cha Laterani, Roma, alikopata shahada ya uzanivu mwaka 1976. Mwaka 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea, kisha Tunduru Masasi mwaka 1986. Mwaka 1990 akateuliwa kuwa askofu mkuu mwandamizi wa Dar es Salaam, na mwaka 1992 akawa askofu mkuu, na enzi za uhai wake aliwahi kueleza ni jinsi gani alihofia uteuzi huo kuja jijini humo. Nilipoambiwa na Baba Mtakatifu sasa na hama kutoka Tunduru kuja Dar es Salaam, nilipata mshtuko. Wataalamu wa Dar es Salaam watanisikiliza? Watanionaje? Lakini jambo la kufurahisha na la kumshukuru Mungu ni kwamba toka mwanzo nimepokelewa na waamini wote na hata wasiokuwa waamini, na hii ikanisaidia kuimarisha makundi kama kundi la kina mama na utoto mtakatifu ambao umeendelea kuleta mchango mkubwa sana katika utume wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwaka 1998 aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohana Paulo wa Pili, hatua iliyomuingiza katika baraza la makardinali na kumpa nafasi ya kushiriki katika mikutano ya kumchagua papa mwaka 2005 na 2013. Alistaafu rasmi mwaka 2019 na nafasi yake kuchukuliwa na Askofu Mkuu Jude Thaddeus Luwainchi. Hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amefariki dunia saa 4 usiku wa Februari 19, 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI alikokuwa akipatiwa matibabu. Mwili wa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam Polycarp Kardinali Pengo unatarajiwa kuzikwa Jumamosi Februari 28 mwaka 2026 katika kituo cha Hija Pugu nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Eneo hili ambalo anatarajiwa kwenda kuzikwa hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alichagua mwenyewe enzi za uhai wake, ambapo alieleza kuwa ni moja ya sehemu tulivu na aliyoipenda sana. Kwa Afrika kaburi daima ni siri, lakini tangu nilipoingia jimbo kuu la Dar es Salaam nilikuwa na mahali ambapo nilikuwa napapenda sana kwenda kusali, kwenda kutulia tu, na mahali hapo ni Pugu. Na pale nasihi yule yeyote ambaye atapashwa kunizika anizike kwenye kaburi langu kule Pugu. Hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ametuachia ujumbe maalum kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku, sisi ambao bado maisha yanaendelea, na kusema kuwa jiweke mikononi mwa Mungu na mwachie Mungu atekeleze mpango wake juu ya maisha yako. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amen. Makala hii imeandaliwa nami Rajabu Athmani wa Tetezi TV.